Bwana, mambo vipi? Mambo freshi kabisa. Nimekuja kukupa taarifa moja bomba sana kwenye lile sakata kati ya Yanga na TFF bado linaendelea. Kumbuke wapo watu ambao Yanga walikuwa hawataki waondoke ndani ya TFF, lakini bado wapo ndani ya TFF mpaka sasa. Nini ambacho kinaendelea? Nisikilize vizuri kwa umakini wa hali ya juu, nikujuze kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya TFF kati ya Yanga na shirikisho hilo la soka Tanzania bara. Ishu kubwa kama unakumbuka ilikuwa ni matakwa ya Young Africans, na kwenye yale matakwa yalitekelezwa machache, lakini kuna machache ambayo yalikuwa hajatekelezwa, na yale ambayo yalikuwa hajatekelezwa ndio ambayo yanaenda kutekelezwa sasa. Na ukumbuke Young Africans walitaja baadhi ya viongozi kwamba wanatakiwa kujiuzuru, na wale viongozi ambao walitajwa ni Almas Kasongo ambaye alisimamishwa kazi by the way na TFF, lakini pia Steven Mguto mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye pia ameandika barua ya kuomba kujiuzuru, lakini mwingine ni Wilfred Kidao ambaye ni katibu mkuu wa TFF ambaye pia naye Yanga walitaka pia ajiuzuru. Sasa vipi kuhusu Kidao? Hao wengine wawili tayari wameshaondolewa. Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ambazo zimenifikia ni kwamba katibu wa TFF Wilfred Kidao kwamba naye ameandika barua ya kuomba kujiuzulu ndani ya shirikisho hilo akiwa mtendaji mkuu wa shirikisho kwa maana ya katibu. Ameomba naye kujiuzulu kwenda kutafuta kuendelea na mambo yake mengine na uache na masuala ya mpira ili uweze kuongozwa na watu wengine. Sasa ni taarifa ambayo ni nyeti sana by the way, na kama Wilfred Kidao anajiuzulu kama ambavyo inaelezwa, maana yake ni kwamba atakuwa amekuwa sehemu ya utekelezaji wale matakwa ya Young Africans, kwa maana kwenye yale matakwa yote ya Yanga atakuwa ameshakamilishwa mpaka hivi sasa. Bodi ya ligi kujiuzulu, bodi ya kamati ya masaa 72 kuvunjwa, ni which tayari imeshavunjika kwa sababu tayari hakuna mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini pia tayari hakuna CEO wa bodi ya ligi. Maana yake tayari yale matakwa yametekelezwa ipasavyo, kwa sababu na yeye pia inasemekana kwamba naye ameandika barua ya kuomba kujiuzulu ndani ya TFF. Kwa maana hiyo ni kwamba kuanzia msimu na kwenye kuelekea uchaguzi mkuu wa TFF wataenda baada ya uchaguzi kukamilika atatafutwa tena mtendaji mwingine ama katibu mwingine wa TFF, lakini kwa sasa Wilfred Kidao amejiondoa kwenye nafasi yake kwa taarifa ambazo ziko hivyo, na ina maana sasa hivi shirikisho linasubiri kuja kutoa taarifa ya kuconfirm kwamba Wilfred Kidao ameondoka ama imekuaje. Lakini mpaka hivi sasa mambo mambo yanaenda vizuri kwa vile ambavyo Yanga wao walihitaji, na hapa ndio ujue kwamba Yanga ni timu kubwa kuliko timu nyingine yoyote ile. Yani ujue tu kwamba Yanga ni timu ambayo wao wanachokiangalia ni maslahi yao, wala sio kuangalia maslahi ya mtu mwingine yoyote yule, na tayari of course wamefanikiwa kwa sababu kwenye yale matakwa ambayo waliyahitaji waliyatoa tayari yametekelezwa kwa asilimia zaidi ya 80 mpaka sasa. Manake kama Kidao kule atakuwa amejiuzuru kama ambavyo inasemekana, manake matakwa ya Yanga atakuwa amesikilizwa kwa asilimia 100. Kitu ambacho kitabakia sasa ni kuelekea kwa mwishoni ni kumaliza msimu na kusubiri msimu unaokuja. Lakini ukumbuke pia TFF wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao unafanyika pale jijini Tanga, na uchaguzi huu utafanyika Agosti 16 ndio uchaguzi huu utafanyika. Na baada ya uchaguzi huu hapa manake tutapata rais mpya wa shirikisho, tutampata makamu wa rais mpya, tutapata pia viongozi wengine wapya, ikiwemo pia kamati tendaji mpya ya TFF itapata viongozi wengine wapya, na hapo ndio ambapo tutaenda kujua sasa nini ambacho kitaendelea kwa msimu unaokuja, lakini pia structure nzima ya uongozi itakuwaje ndani ya TFF, lakini nani ametoka nani ameingia. Lakini kwa sasa kwa kile ambacho Yanga walikihitaji tayari kimeshafanywa kazi, kwa maana ya kwamba viongozi ambao waligoma kufanya nao kazi tayari wameshaondolewa. Changamoto ambayo imebakia ni maamuzi ya waamuzi ambayo mpaka hivi sasa hatujajua hatima yake ni ipi, lakini kwa namna ambavyo mambo yanakwenda kuna uwezekano mkubwa sana bado mabadiliko makubwa yakaenda kufanyika. Kwa pamoja tukubaliane kwamba Young Africans wameamua kuleta mapinduzi makubwa kwenye mpira wetu. Young Africans wamefanya mpira wetu uwe na mabadiliko makubwa sana, na kutokana na viongozi kuondoka, maana yake ni kwamba tayari ndani ya TFF kuna nafasi ambazo ziko wazi, ndani ya bodi ya ligi kuna nafasi ambazo ziko wazi zinahitaji kupatiwa viongozi wapya kabla ya kuanza msimu unaokuja. Lakini pia kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi mkuu wa TFF, maana yake hapo katikati atatokea mabadiliko, watapata viongozi wapya ambao wataongeza shirikisho kwa misimu inayokuja, kwa msimu unaokuja, lakini kwa kipindi kingine cha miaka 4 ijayo. Kwa sasa tukubaliane kwamba Young Africans wamefanya kila kitu, chote ambacho Yanga walikihitaji kufanyika kitakuwa kimefanyika mara baada ya taarifa hii ambayo inaeleza kwamba katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao
amejiuzuru nafasi yake kama mwenyekiti kama katibu wa bodi ya ligi. Tunasubiri taarifa ithibitishwe moja kwa moja na shirikisho la soka Tanzania bara TFF, lakini mpaka sasa mambo yako hivyo.